Hii ni miongoni mwa ibada za kimila kubwa kabisa katika jamii ya kifugaji ya Maasai, ambayo inawaandaa vijana wa jamii hiyo kuwa mashujaa ama Moran kwa lugha ya Kimasai. Tukio hili hasa huambatana na sherehe kubwa za kimila, tohara kwa vijana, matambiko ya kuchinja na mafunzo ya kishujaa ya kupambana na wanyama wakali ambayo hufanyika porini. Sisi kwa mfano tunaishi porini, ama tunaweza tukasema tunaishi kambini. Sababu tunaweza tukahama, ukamisha mifugo kaenda porini afuko mwenyewe. Kwa lazima ufundishwe namna kukabiliana na hao wanyama ama kujihadhari wewe mwenyewe. Kama kwa mfano kutumia silaha kama mikuki, mishale ama panga, hiyo ni uwezekano. Kwa mfano unaweza kuwa wewe mwenyewe ndio mwanaume, mtoto wa kiume mwenyewe uko nyumbani na kuona mzee, na lazimika wewe ndio uweze kumkamata yule ng'ombe ili aweze kupatiwa matibabu. Kwa lazima upewe mafunzo namna kumkamata ng'ombe ama ng'ombe, mbuzi. Lakini utandawazi, mabadiliko ya tabia nchi na hali ya maisha kwa ujumla ilivyo kwa sasa, kwa kiasi fulani imeathiri baadhi ya tamaduni za makabila mengi barani Afrika, ikiwepo utamaduni huu wa Enkipata. Kuna baadhi ya mambo sasa hayafanyiki. Katika maeneo ya asili ya jamii ya Maasai nchini Tanzania, wazee wa kimila wanaeleza ni vigumu kuacha mila za Kimasai, japo kuna baadhi ya taratibu ambazo zinabadilika. Unajua samani kuna madawa ya arisi ya asili ambayo unampa ng'ombe ya ndigana, inaenda kuchimba tu, unampa, unachanganya na pekesha, nampa ng'ombe tu, ng'ombe anapona ndigana. Lakini sasa hivi kwenye utandawazi wa sasa hivi, kwa ajili naona magonjwa yamesidi, ng'ombe sasa hivi mpaka uende kwa chanjo ndio naona masaidia kidogo. Lakini watu Masai sasa hivi hajakata tamaa ya mila yao. Hiyo mabadiliko ya dunia ni kweli ipo, lakini mila hatuachi. Matambiko sasa hivi sio nyingi sana. Ile kuchinja bado ipo, ila tu sasa hivi wa Masai hakuna ile kupiga damu, kunyonya ile damu ya ng'ombe kwenye ng'ombe, bado uko hai. Ukame wa muda mrefu wa Masai kuhamishwa katika makazi yao ya asili pamoja na sababu zingine zinatajwa kuchangia kupunguza kwa kiasi kikubwa baadhi ya taratibu zilizokuwa zikifuatwa wakati wa shughuli za kitamaduni za kuwatahiri vijana wa Kimasai na kuandaa kuwa mashujaa. Wanawake pia hushiriki katika tukio hilo kwa ajili ya kushuhudia na kufanyiwa matambiko, hasa wale ambao hawajapata watoto ama hawajaolewa. Lakini hili linasalia kuwa tukio muhimu kwa jamii ya Maasai. Ili tukio kwetu sisi kwa wasichana wa Kimasai tunaona kwamba ni fahari kubwa anapotahiriwa mtoto wa kiume, kwa sababu tunakuwa tumempata baba, yani baba mwingine atakayesimama baba asipokuwepo. Yani aweze akachukua majukumu moja kwa moja kama baba yupo, lakini atakuwa na yeye kwenye nafasi yake, akitoka baba anaingia yeye. Natupa ufahari mkubwa, kwa sababu hata mwenyewe unakuwa unajiamini popote unapokwenda. Na hata mwenyewe uko unakaa mwenyewe, unaishi porini, unaweza kukaa mwenyewe na ng'ombe miezi 3 na unajiamini pia. Kwa jamii ya Maasai, Enkipata na hatua zinazofuata kama Emorata na kuwa Moran si tu sherehe za kawaida, bali ni mfumo unaotengeneza utambulisho wa wanaume ndani ya jamii yao.